Kwa majina naitwa Beatrice Wajiro Mugweru, na huyu mama alikuwa neiba wangu na ni warika rangu na rafiki yangu. Msichana wake akanipigia simu asubuhi, akaniambia napigia mama yake simu na hawasikilizani, hata haipokelewi. Akaniambia enda nyumbani, ilikuwa saa 3:39. Enda huko nyumbani umwangalie, na baada ya kumwangalia utaniambia vile umekuta. Nikateremuka nikachukua msichana mwingine anakaa pale. Ni hii shamba ya kuna nyumba ya kijana yake iko pale. Nikamwambia nataka unipeleke kule, tukaja na yeye. Tulipofika hapa tukaona kwa jiko limefungwa. Akaniambia hebu tuangalie nyumba kubwa kama imefungwa. Akaigiza mkono. Akasema haijafungwa. Tukaingia ndani. Kuingia ndani mimi nikaitana hakuitika. Halafu nikasema hebu nimwangalie kwa bedroom. Nikaingia nikakuta kuna karumu kengine upande huu. Kuingia hapo kulikuwa hakuna mwangaza wa kutosha. Nikaangalia switch ya stima. Nikaswitch, lakini mwangaza haukuwa mkubwa. Nikaona hapa si bedroom. Lakini nilikuwa naomba na bedroom kwa bali. Nikaingia. Kuingia nikatafuta switch, hakukuwa na switch. Nikajaribu kupapasa. Nikakumbuka nilikuwa na simu mkononi na ilikuwa na tochi. Kwa hivyo nikahakisha simu yangu. Kutazama sikuona kichwa. Niliona ni kama blanketi imewekelewa juu. Lakini kutazama hapa chini nikaona miguu yake. Nikamuita hakuitika. Nikatoka hapo ndani kwa duru na watu wakaja. Kwa hivyo tumekusanyika hapa kwa sababu huyo mama hakuwa mbaya, hakuwa na adui wowote tunavyofikiria. Na alikuwa amenajisiwa. Kwa hivyo usalama wetu uko wapi? Hatuna usalama. Na dipoza tumekusanyika hapa kwa hilo jambo. Kwa majina naitwa Reverend Deacon Anthony Maina. Mimi ni mchungaji katika kanisa la IPCA parokia ya Risha West. Na siku ya leo asubuhi nilikuwa katika shughuli zangu za kutumikia kanisa na washirika wangu. Nilikuwa ninaelekea kwa ushirika karibu na kwa mama Mukudi mwenye ameuliwa siku ya leo. Na nilipokuwa karibu kufika mahali nilikuwa niende kwa ushirika, nikapigiwa simu na chairman wetu wa kanisa. Akaniarifu ya kwamba niwashe kwanza kuenda kwa fellowship, nifike kwa mama Mukudi kwa sababu kuna jambo limetendeka. Nilipojaribu kumuuliza kitu gani kimetokea, akaniambia mimi nifike mahali hapa ndio nikuje nijione. Wakati nilifika nilikuta kuna watu kadhaa ambao walikuwa wamenitangulia, lakini kufika nikaona wote wamejawa na majonzi, ni kama kuna wigu la simanzi mahali hapa. Nikaulizia ni kitu gani kimefanyika. Nikaambiwa ya kwamba mama Mukudi ako kwa kitanda yake ndani ya nyumba yake, na ni kama kuna mtu ambaye aliingia akapenya ndani ya nyumba yake na akaweza kumrape, akamunajisi, na kisha baadaye alimfunga kwa kamba ya kiatu akaweza kumuua. Na ndio maana tuko na huzuni siku ya leo sana, kwa sababu mama Mukudi ni mama ambaye hana ubaya wowote na mtu. Yeye ni mama ambaye anapenda watu wote, anasaidia kila mtu, anasaidia watu wote, wanafanya kazi pamoja, wanatangamana kwa kijiji hichi cha Mahianyo. Kwa hivyo sisi tuko na huzuni na tuko na majonzi na tumekasirishwa sana na kitendo hiki ambacho kimetendwa mahali hapa. Kwa hivyo tunauliza wale ambao wanafaa kuchunguza hili jambo na waweze kukuja na jawabu. Tunaomba kwa heshima waweze kuchukua nafasi yao. Vyombo vya ulinzi vya nchi yetu ya Kenya, tunaomba kwa heshima waweze kukuja na waweze kuchukua nafasi yao, wafanye uchunguzi ili tuweze kujua ni kitu gani kilitokea mahali hapa. Tuweze kujua ni nani ambaye aliweza kumuua mama yetu mama Mukudi. Mimi ni mmoja wa familia yao. Mimi namuita shosho, yeye ni nyanya yangu. Shosho yangu ambaye amezaa mama yangu
ni sister ya huyu mzee wa hili boma ambaye anaitwa Wagate. Kwa hivyo ninaomba tafadhali kwa heshima kama mchungaji, kuna mambo yamekuwa yakitendeka hapa Mahianyu na yanafichwa hivi, hakuna hatua ambayo inashukuriwa. Kuna mama nasikia alikuwa anajaribu kunajisiwa hapa na hiyo jambo likaandikishwa kwa polisi, lakini hakuna hatua ambayo ilishukuriwa. Kwa hivyo ndio maana unaona hawa mama wamejaa na huzuni na wako na hasira. Tangia asubuhi hakuna mama ambaye amerudi kwake nyumbani. Wote tumekusanyika hapa tukiomba serikali yetu ikuje ichukue hatua ili kujulikane ni nani ambaye amefanya hiki kitendo cha unyama hivi. Kuna jinsi mama kama huyu ambaye hana umbaya na mtu, ambaye anajifanyia kazi yake. Kuna watoto wake ambao wameanza kuwasili kidogo kidogo, lakini wengine hawajafika bado. Tuko na huzuni na ndio maana unaona tumekusanyika hapa tukijua ya kwamba serikali yetu, tunaomba hata mheshimiwa wetu GG ambaye ni mheshimiwa Gachagua wa MP wa Daragwa na mheshimiwa wetu MCA Lishaopodo Ward Bwana Gathungu waweze pia kukuja mahali hapa ili waweze kutusaidia, kwa sababu hata wao wanajua kijiji hiki cha Mahianyu na pia mimi ninaongea hapa wananijua vizuri. Tungeomba hata pia wao wakuje watusaidie ili haya mambo yasiweze kufichwa na yeyote. Hatua ishukuriwe, uchunguzi ufanywe, mwenye kufanya hiki kitendo ashtakiwe na ashukuriwe hatua inayofaa ya kisheria. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Anne Wagare. Asubuhi tulisikia nduru hapa kwa mama Mukudi. Sasa tukakimbia kuangalia ni nini nduru inaendelea. Tukikuja tukakuta ni mama Mukudi ameuliwa. Tukaingia, mimi kwanza niliingia kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba niliona kama ametendewa kitodo ya unyama. Alikuwa ametolewa nguo zake za ndani, amerepiwa na amenyongwa. Kwa hivyo kama sisi wa mama wa Mahianyu, hapa mahali kunaitwa Mahianyu, tunataka haki yetu. Hatutaki hii kitendo ifishike, tunataka ukweli wa mambo uonekane. Na haki hiyo kwa usalama, hakuna usalama kwa sababu kuna mama mwingine tena wakati mwingine kama mwaka miwili imepita alikuwa ametaimiwa na alikuwa huyo mtu tuliona kama kitendo yake alikuwa nia yake alikuwa mnajizi. Yeye akapiga nduru, huyo akaogopa na kamuuma kwa kindore akatoroka. Kwa hivyo akaenda na kuna mwingine nyumba yake ilishimbuliwa chini na kukaripotiwa na hiyo mambo ikaenda hivi ikaisha. Kwa hivyo hapa si tunataka usalama wetu kama wamama. Wamama tunataka haki yetu na wasichana wetu. Juu watoto wetu tutawarelea wapi? Wajukuu wetu wataenda wapi? Na wanaenda shule asubuhi na mapema kama saa 11. Kwa hivyo tunataka security yetu kama sisi wamama. Karibu.